Kuna maumivu ambayo hayatoi damu, lakini yanaweza kukuumiza kila siku. Unaamka asubuhi, unatabasamu mbele ya watu, unaendelea na kazi zako, lakini ndani yako kuna vita ambayo hakuna anayejua. Ni maumivu ya kumpoteza mtu uliyempenda, ni maumivu ya kusalitiwa, ni maumivu ya kuachwa bila majibu, ni maumivu ya kumpenda mtu ambaye hakuthamini hata kidogo. Lakini leo nataka kuuliza swali moja muhimu. Mpaka lini utaendelea kuumia kimya? Je, utaendelea kurudia kumbukumbu zinazokuvunja moyo kila siku, au utaendelea kujilaumu kwa jambo ambalo huwezi kulibadilisha? Katika video hii utajifunza njia 10 zenye nguvu za kuponya moyo wako, kurudisha amani yako na kuanza maisha mapya badala ya kuumizwa. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama unapenda mada za afya, nikombe bonyeza alama subscribe ili uwe unapata maudhui yetu mara kwa mara. Jambo la kwanza, tambua kwamba moyo wako umeumia. Usijifanye uko sawa. Moja ya makosa makubwa watu hufanya ni kujifanya hawajaumia. Wanasema, niko sawa, sijali tena, nimeshasahau. Lakini ndani kuna maumivu makubwa. Ukweli ni kwamba huwezi kuponya jeraha ambalo unakataa kuliona. Kubali hisia zako. Kama una huzuni, kubali. Kama unakosa mtu wa kusikiliza, kubali. Kama una hasira, kubali. Kukubali maumivu ni mwanzo wa uponyaji. Namba 2, acha kuishi katika swali la kwa nini mimi. Baada ya kuumizwa, akili huanza kutafuta majibu mapema. Kwa nini alinifanyia hivi? Kwa nini hakunipenda kama nilivyompenda? Kwa nini hakuniambia mapema? Lakini kuna wakati majibu hayatakuponya. Wakati mwingine uponyaji huanza pale unapokubali hali halisi. Kilichotokea hakiwezi kubadilishwa, lakini namna kinavyoendelea kinaweza kuasili maisha yako. Kumbuka, jinsi ambavyo unaendelea na maisha yako ndiyo inayoweza kubadilishwa. Namba 3, usiruhusu mtu mmoja aamue thamani yako. Kukataliwa kunaweza kukufanya ujione huna thamani kabisa. Unaweza kuanza kufikiria, labda mimi si mzuri, labda mimi sifai kupendwa. Lakini kumbuka, mtu kushindwa kukuthamini hakumaanishi wewe hauna thamani kabisa. Almasi haipotezi thamani kwa sababu mtu mmoja hakuweza kuitambua. Namba 4, kata vitu vinavyofungua jeraha kila siku. Huwezi kupona wakati kila siku unarudisha maumivu mapya. Epuka kuangalia picha zake kila mara, kusoma ujumbe wa zamani, kufuatilia maisha yake, au kuuliza kila mtu kuhusu yeye. Wakati mwingine umbali sio chuki. Umbali ni dawa ya moyo unaojaribu kupona. Namba 5, jifunze kuachilia bila kuchukia. Kuchukia sio kusema sikupenda, ni kusema nilipenda, nilijifunza, lakini sasa nachagua amani yangu. Usibebe mtu moyoni kwa hasira kwa miaka mingi, kwa sababu wakati mwingine mtu aliyekuumiza anaendelea na maisha yake kama kawaida, lakini wewe unabeba mzigo wake. Namba 6, rudisha utambulisho uliopoteza. Katika mahusiano wakati mwingine tunajisahau, tunaacha marafiki, ndoto zetu, malengo yetu, vitu vilivyokuwa vinatufurahisha. Sasa ni muda wa kujirudisha. Jiulize, nilikuwa nani kabla sijakutana na huyu mtu? Au nilikuwa nani kabla sijaumizwa? Anza kujijenga tena. Namba 7, badili mazungumzo yako ya ndani. Akili yako inaweza kuwa adui au rafiki yako. Badala ya kusema maisha yangu yameisha, sema nimepitia kipindi kigumu, lakini ninaamka tena na nitapona. Badala ya hakuna atakayenipenda tena, sema ninastahili upendo wenye heshima na thamani zaidi ya huu. Namba 8,
usikimbilie uhusiano mpya ili kufunika maumivu. Watu wengi huingia kwenye uhusiano mwingine kwa sababu wanaogopa kuwa peke yao. Lakini moyo ambao haujapona unaweza kupeleka majeraha ya zamani kwenye uhusiano mpya. Jipe muda wa kujiponya kwanza. Namba 9, jenga mfumo mpya wa maisha yako. Uponyaji hauji kwa kukaa na mawazo pekee. Anza mazoezi, kusoma, kujifunza ujuzi mpya, kutumia muda na watu chanya, kuweka malengo mapya. Moyo unapokuwa na kusudi jipya huanza kuacha au kujishikilia yaliyopita. Hivyo, jenga mfumo mpya wa maisha yako. Namba 10, tafuta msaada kama mzigo umekuwa mzito. Maumivu ya moyo yanaweza kuathiri afya ya akili na mwili. Dalili za kuomba msamaha: kukosa usingizi kwa muda mrefu, kukosa hamu ya maisha, kujitenga kabisa na watu wengine, wasiwasi mkubwa, mawazo ya kujiumiza. Kuzungumza na mshauri au mtaalamu wa afya ya akili ni hatua ya ujasiri. Kama unapitia changamoto hii, unaweza kuwasiliana na daktari kupitia namba 0767443887 ili akupe ushauri wa kisaikolojia na jinsi ya kuondokana na tatizo lako. Huenda mtu aliyekuumiza hakujua thamani yako, lakini hilo halibadilishi thamani yako au thamani ulionayo. Usitumie maisha yako yote kujaribu kuelewa kwa nini mtu alikuumiza. Tumia muda wako kujenga mtu mpya ambaye hataruhusu maumivu ya jana kuharibu kesho yake. Kama moyo wako uliumia lakini haujaisha, unaweza kupendwa tena, unaweza kupenda tena, unaweza kucheka tena, unaweza kuwa na amani tena katika maisha yako yajayo. Niambie kwenye maoni, je, jambo gani linalokusaidia kupona baada ya kuachwa au kuumizwa? Huenda jibu lako likawa msaada kwa mtu mwingine. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.